kutinga hatua ya robo finali dhidi ya Dodoma. Furaha kiasi gani, lakini pia mchezo ulikuwa mgumu kwa namna gani? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo haya ambayo tumeyapata, matokeo ambayo tuliyahitaji sana na hatujayapata kwa takriban mechi mbili mtawalia, mechi dhidi ya Azam na mechi dhidi ya TRA. Kwa hiyo mashabiki wetu wakawa wamemisi ushindi kweli kweli. Leo hii ilikuwa ni mechi muhimu kwetu, kama ambavyo nilieleza jana, ni muhimu kushinda mchezo huu wa leo. Kwanza tunahitaji kufuzu kwenda hatua ya robo finali, kwa sababu tunahitaji ubingwa wa kombe hili. Lakini vile kama haitoshi, tulihitaji kushinda mchezo huu ili kukomesha mazoea sisi na Dodoma Jiji. Dodoma Jiji tayari walikuwa wameshaanza kupata kiburi fulani hivi cha kujiamini ya kwamba wanatumudu na wanatuweza. Kwa hiyo mechi leo ilikuwa ni mechi mahususi ya kuwakomesha Dodoma Jiji na kuwakumbusha ya kwamba nyinyi mtabaki kuwa ni Dodoma Jiji na sisi tabaki tukuwa ni Simba Sports Club. Walitaka kuanza kutuzoea, na laiti kama tungeruhusu mechi leo iishe kwa matokeo ya kuwapendeza wao, maana yake wangezidi kutuzoea zaidi. Kwa hiyo ilikuwa ni purposely kwa ajili ya kukomesha mazoea, lakini kuwakumbusha Dodoma Jiji hata kama utapata sare kwetu inakuwa ni matokeo ya kubahatisha tu, lakini hatulingani ubora. Kwa hiyo mechi leo ilikuwa ni mechi ya kuwafunga, mechi ya kuwapigia mpira mkubwa na mechi ya kuwadhalilisha, na yote yamekwenda vizuri. Walipopata goli la kwanza nikajua shughuli yao imeisha hapa, kwa sababu psychological timu ndogo haipo kwa ajili ya kuifunga timu kubwa, ipo kwa ajili ya kuizuia timu kubwa. Sasa kama umetufunga, maana yake ni kwamba mpango wako wewe umeshaharibika wa kutuzuia. Utabaki unacheza hovyo kwa sababu huo haukuwa mpango wako wewe wa mwanzo wa kutufunga. Mpango wako wa mwanzo ulikuwa ni kuzuia. Sasa pale baada ya kutufunga goli moja, nikapiga makofi nikasema sasa wataondoka kwenye mpango wao na watacheza kwa pressure kubwa. Tukaenda half time wakiongoza goli moja bila. Kipindi cha pili ikawa ni kipindi cha mauaji ya kikatili, tukawapelekea moto mzito, tukawapelekea nyuklia ya kutosha, tukawafanya vibaya, tukamgonga bao 3, lakini tukawapigia mpira mkubwa. Kuna wakati tukawa tunajirelax, kama tuende vile, kama tutaki vile, kama waondoke vile, ili mradi kumtesa tu na kumuonesha kwamba yeye bado ni timu ndogo. Unaweza ukapata sare na Simba, lakini haimaanishi kwamba unatumudu, unatuweza ama nini. Ukipata sare na Simba unashukuru umepata sare, unaanza kujipanga na vitu vingine, lakini sio Simba kubahatisha hakuji mara mbili, kubahatisha huwa ni mara moja. Semaje mzungumzie Selemani Mwalimu ambaye amekuwa sasa. Kuna tukio moja hapa, kuna tajiri moja anakabidhi kibunda pale kwa wachezaji wetu. Tulibutue lile afu tuendelee na interview yetu. Leo tutahojiana mpaka asubuhi hapa. Let's go. Mimi nipo chini ya miguu yake, nilimkosea Chama, anisamee. Umemzungumzia hapa Libase maneno yalikuwa ni mengi kweli kweli kutokana na michezo miwili ile ambayo Simba waliweza kutoa sare. Wengi walikuwa wanamzungumzia Libase kwamba fomu yake imeshuka. Ni kweli imeshuka kwa wewe unavyomtazama? Au wanamkosea? Wanamkosea. Mwana marakumfuka mbali, maana ningekuvuta ningekupiga kichwa. Wanamkosea. Libase ni mchezaji. Ni mchezaji yule, ni almasi. Twende kwambia kitu kimoja, almasi kitua mchanga, kila mtu anaongea. Hii almasi anataka tuilinde wana Simba. Yule mtu na robo na kilo moja anafanya mambo makubwa pale Simba Sports Club. Nadhani umeona alichokuwa anakifanya. Anapanda, ana press, anaingia. Sijui nisemaje mwana. Imezidi. Sijui nisemaje mwana. Sijui nisemaje mwana. Kwa Simba hii, huyo Fountain Gate ajiandae. Kupoteza mechi mbili, draw sio kupeleka, kudraw mechi mbili. Sio kwamba labda ndio sisi Simba ni mbovu. Wenzetu walipoteza mechi 3 kama sijakosea. Lakini ukusikia maneno. Wana Simba, mashabiki wa Simba kwanza nawaomba, tuwe kitu kimoja. Tuisupport timu yetu. Tuache vilomo. Kwa sababu leo unamkuta shabiki wa Simba anakuambia, kwa sababu tumedraw sisi wa mabingwa. Nani kakwambia? Kwani ligi imeisha? Ligi imeisha mwana? Ligi bado ya moto sema, yani inaendelea na bado ya moto. Leo mtu akwambia imeisha, yani kwa misingi gani? Tuache kilomo. Mpira hautakiwi kwa hivyo. Mpira unahitaji yani uwe na nini? Na moyo.
Nisikize vizuri mwana. Mashabiki wa Simba moyo sisi umekuwa mdogo. Kitu kidogo tu maneno mtiti. Ya kazi gani? Ya nini? Nadhani umeona tunanyamazishwa sisi kwa vitendo. Kocha heshimiwe, Simba Sport Club heshimiwe, waongozi wetu waheshimiwe. Simba ni moja na tutaendelea kuwa moja. Mashabiki wenye waache, haijengi. Vipi mbio za ubingwa kwa hivi sasa zimekaaje? Hivi unaniuliza mimi mwana? Nakuuliza wewe. Unaniuliza mimi? Mwana mimi ubingwa nao na ninatamba nao na sito teteleka kuchukua ubingwa. Naongea kwa hasira. Anaosema ubingwa hamna ni nani? Kwa hizo tuto draw mwana. Na kurudisha nyuma. Kile raundi ya kwanza tulipita kwa pointi 6. Tukaja tukazifuta ikabakia moja. Leo hii zimebakia kuna tofauti gani mwana? Kuna tofauti gani leo hii mimi nje kusema siwezi kupata ubingwa? Tuache kilomolomo mwana. Mtu wa football anatakiwa zungumza football. Simba ikikupa yao zungumza inaokupa. Madhaifu yake ya hifadhi. Tuache hivi mingi. Mo Dodoma walipata nafasi ya kuongoza katika kipindi cha kwanza. Unafikiri walifeli wapi kulilinda goli lao? Uwezo tulioonyesha. Mpira mzuri ulioonyeshwa. Ndio maana nikakuuliza leo meta kibabage nani? Umeelewa hiyo concept yangu? Kwa sababu yani mimi beki zangu wanacheza. Watu wangu wakati wanacheza. Mawinga yani sielewi ile Simba, sielewi nachanganyikiwa. I'm hopeless kwa kweli mwana. Yani inanipa raha mpaka nachanganyikiwa. I'm hopeless kizungu inasema. I'm hopeless mwana. Kwa Simba ile ubingwa nikikosa labda Mungu asitake. Nachukua hii. Sawa. Wao usinikatishe. Bigi usinikatisha unakata hivi ya nini? Niache mimi na hasira. Bigi unanikatisha. Bigi utanipaisha mashetani. Okay, tuendelee mwana. Kwa Simba hii mimi ligi nachukua na hii pia nachukua. CRDB. Hiyo ndo naokupa hiyo. Mtani wako anakutaka katika CRDB. Na mimi namtaka kwa maana tunataka tukutane kujenga kitu kimoja. Namtaka kama anavyonitaka. Si unanielewa? Mimi nitampa. Atachagua sasa. Achukua Libasegwe, achukua Mwalimu, achukua Chama, achukua Kibabage, achukua Deroka, atachagua yeye pale tutampa anaotaka yeye. Si unanielewa? Si unanielewa mwana? Tunawataka. Na sisi tunawataka. Wewe mimi na kikosi. Kwa nini nianza kutela? Na kikosi ujue kile. Kile ni kikosi kazi. Kikosi hasira. Tukinuna tumenuna, tukicheka tunacheka. Unaona Mwalimu ameweza kufanya sababu akina Chasambi wamekosa goli. Chasambi siwezi kumlaumu. Chasambi siwezi kumlaumu kwa sababu mechi nyingi labda hajacheza. Kwa hiyo tumpe muda. Shukrani sana. Sawa mwana, furaha mwana. Asante sana. Chasambi